Akiwa usimame nyuma ile hamu yako na uisukume mpaka ifike mahali nayo pia ipate kukusukuma, na inapokukusukuma utapata kile kitu ambacho unahitaji katika maisha yako. Hamu ndio engine ambayo ina control maisha yako. Nashukuru sana huyu Mungu, tulipoachana siku ya Jumapili iliyopita, hakika Mungu alikuwa mwema sana katika maisha yangu, na Mungu akanipa ujumbe kwa ajili yenu, kwa ajili hata mimi mwenyewe, na hata kwa ajili ya watu ambao wataweza kuona katika YouTube, katika Facebook na katika social media ambao watakutana na ujumbe, kwa sababu ujumbe ni ujumbe ulio hai, ni ujumbe unaotia moyo, ni ujumbe unaoinua, ni ujumbe ambao utaleta mabadiliko katika maisha yako. Kwa hivyo siku hii ya leo na kuhakikishia kwamba jinsi ulivyokuja, niko na imani ya kwamba utatoka kama Mungu amekutana na haja na tamanio za moyo wako. Mungu anaenda kutenda kitu katika maisha yako. Jinsi ulivyokuja hautatoka hivyo, wala tuweze kuamini na utukabidhi mbele za Bwana na uwe tayari kwa ajili ya kupokea kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nashukuru sana kwa ajili ya Mungu kukupa nafasi na kufika katika ibada hii ya leo. Hiyo pekee yake inanipatia sababu ya kushukuru Bwana na sababu ya kufurahi. Nashukuru pia kwa ajili ya kuchagua kwa pamoja nasi, kwa sababu hiyo tu uamuzi uliofanya kwa ajili ya kuabudu kwa pamoja nasi inanipa changamoto, ama inafanya nazidi kupata nguvu hata kwa ajili ya kuzidi kuhubiri hii neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tutaenda kusoma katika Zaburi 37 ule mstari wa 3, 4, 5 na mstari wa 6. Nitasoma katika jina la Yesu. Umtumaini Bwana, ukatende mema, ukae katika nchi upendezwe na uaminifu. Nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Umkabidhi Bwana njia yako, pia umtumainie, naye atafanya. Ataitokeza haki yako kama nuru, na hukumu yako kama adhuhuri. Turudie ule mstari wa 4, sababu ujumbe watu siku hii ya leo uko katika huo mstari wa 4. Nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Bwana asifiwe. Amen. Hebu rudia, naye atakupa haja za moyo wako. Naye atakupa haja za moyo wako. Nashukuru siku hii ya leo hili neno litatimia katika maisha yako. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru kwa ajili ya siku hii njema ambayo umeifanya. Mfalme wa wafalme, Bwana, tazama hata umekupendeza hawa wapendwa wakakuja mahali hapa, hii nyumba inayoitanishwa na jina lako, ili ya kwamba wakutane na wewe. Baba, katika jina la Yesu naomba Bwana ukawatimizie haja za mioyo zao, watendee sawasawa na neno lako ambalo tumesoma wakati na majira kama haya. Ni wewe tu Bwana unaweza ukawatimizia haja za mioyo zao. Sisi wanadamu hatuna uwezo, lakini wewe Mungu uko na uwezo. Bwana, wache kila mmoja ambaye ameingia mahali hapa asitoke jinsi alivyokuja, bali atoke kama amekutana na wewe, atoke kama amekutana na uwezo wako, atoke kama Bwana umemhudumia. Nazo sifa na utukufu zitakurudia wewe. Bwana, nitumie tu kama chombo kwa ajili ya kuleta neno lako. Jehova Jire, niko tayari kwa ajili ya kutumika. Niko tayari kwa ajili ya kuleta neno lako. Nitumie tu kama chombo Bwana,
Na Bwana, hakika unapowatimizia haja zao, wape moyo wa kushukuru na wakajua kwamba ni wewe Mungu uliweza kuwatimizia. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Ujumbe wetu siku hii ya leo ni nguvu katika ujumbe wetu wa leo. Tunaenda kuongea kuhusu desire of my heart, the power of desire of my heart, nguvu katika hamu ya moyo wangu. Hiyo ndio kichwa cha ujumbe wa leo. Na katika ule mstari wa Zaburi ambao nimesoma, ule Zaburi 37 ule mstari wa 4, neno la Bwana linasema vizuri kabisa: nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mungu ni Mungu mzuri sana, na Mungu ambaye anapenda watu wake. Wewe Mungu anakupenda sana, Mungu anakujali sana, na uko katika mpango zake Mungu. Ndiposa hata siku hii ya leo amekuruhusu uko hai, kwa sababu anakupenda. Na kwa sababu Mungu anakupenda, hakuna jambo lolote ambalo anaweza fanya bila kukueleza. Na kwa sababu Mungu anakupenda na anakuanzia mambo mazuri, pia anakuandaa kwa ajili ya kukutengenezea mambo mazuri. Anatengeneza njia ili ya kwamba matakwa ya moyo wako yakapate kutimia. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Na kila mtu ako na matakwa, ama kila mtu ako na haja. Kiswahili mara nyingi unaweza pata jambo moja la Kizungu linaweza kuwa hata na maneno kama 4 ama 5 ambayo yanafanana. Kwa hivyo nitakapona nikitaja haja, nikitaja hamu, nikitaja tumaini, nikitaja tamanio, nitakuwa tunataja kitu kimoja ambayo desire. Kwa hivyo hamu ni nini? Ama tamanio ni nini? Wakati Mungu alikuumba wewe, aliweka kitu ndani ya moyo wako, aliweka kitu katika maisha yako kiweze kukusukuma wakati unapotaka kitu chochote. Kwa hivyo tamanio ni kitu ambacho, ama zile nguvu ambazo ziko ndani yako zinazokusukuma ili ya kwamba jambo fulani lifanyike. Unapotaka kitu chochote kuweza kufanyika, kuna nguvu ambazo ziko ndani yako, na hizo nguvu ambazo ziko ndani yako ni Mungu aliweka hapo. Hizo nguvu ndizo hamu. Ni ile hali ya kuwa na ile hali ambayo unasikia kwamba ni nguvu sana, ukitaka ufanye kitu fulani, ukitaka upate kitu fulani, ukitaka uachieve kitu fulani. Hiyo ni desire of your heart. Na hiyo desire huwa iko na nguvu sana, na saa zingine inakuwa na nguvu zilizo nzuri, na pia inakuwa na nguvu zilizo mbaya. Desire can result positive and desire can be negative. Hii desire ni ile hali ya kuwa na hamu, unataka upate kitu fulani, unakuwa na hamu kupata vitu katika ulimwengu wa kiroho, na pia ulimwengu wa hivi unakuwa na hamu ya kupata kitu. Desire is a strong. The power of desire is what controls the universe. Nguvu za kutamani ndizo zinaongoza dunia, na hizo nguvu
Hapo ndio tunapata nguvu ya kuona maneno. Hapo ndio tunapata nguvu za kufanya bidii ili ya kwamba tuwe kitu fulani. Na hapo ndio tunapata nguvu kwa ajili ya kufanya bidii ili upate kitu fulani. Tamanio ndio mwanzo wa kila kitu katika maisha yako. Tamanio ndio mbegu ambayo inakuelekeza katika kufaulu na kupata kile kitu ambacho unahitaji katika maisha yako. Desire is the starting point and seed of all achievement. It attracts the physical and spiritual desire. Ukiwa na ile desire ama tamanio la nguvu sana, ile ambayo haibabaiki na moyo kwa ajili ya kufaulu, hata mambo ambayo hayawezekani itawezekana kwa sababu ya tamanio ambayo itakuwa iko ndani yako, kwa sababu ya ile msukumo na zile nguvu za mtamanio ambayo utasikia ndani yako. Unafaa usimame imara. Hii tamanio lazima uweke katika akili zako. Hii tamanio lazima ushikilie na kutokata tamaa. Uwe na tamanio ama uwe na hamu ambayo haisikii kushindwa, kwa sababu kama wewe utakuwa na tamanio ambayo itashindwa, utakuwa ume-give up kabla haujaona, kabla haujapossess na kabla haujabecome. Siku hii ya leo nakupa changamoto, zile nguvu zilizo ndani yako, ile hamu iliyo ndani yako, kama ni hamu ya kufanya kitu kizuri, kama ni hamu ya kutafuta kitu kizuri, kama ni hamu ya kuja kuwa mtu mzuri, usikate tamaa, bali ukatie bidii, bali ukakaze, bali ukaweke nguvu ili ya kwamba uweze kufaulu. Unatakiwa usimame nyuma ile hamu yako na usukume mpaka ifike mahali nayo pia ipate kukusukuma, na inapokusukuma utapata kile kitu ambacho unahitaji katika maisha yako. Hamu ndio injini ambayo inakontrol maisha yako. Kama haujapata watoto, lazima uweze kuwa na hamu ya kupata watoto. Kabla haujaolewa, lazima uwe na hamu ya kuolewa. Kabla haujapata kazi, lazima uwe na hamu ya kupata kazi. Kabla haujajenga nyumba, lazima uwe na hamu ya kujenga nyumba. Kabla hata hujanunua shamba, lazima uwe na hamu ya kununua shamba. Kwa hivyo hamu ndiyo injini ambayo ina control maisha yetu. Na kabla haujafanya kitu chochote kile, lazima uwe na hamu kwanza. Hata kabla haujakula, lazima uwe na hamu. Hata katika majira kama haya, kabla haujakuja hapa kanisani kumwabudu Bwana, umesikia hamu ndani yako kwa ajili ya kuja na kumwabudu Bwana. Chochote ambacho unataka kufanya, kabla haujafanya, lazima uwe na hamu. Hamu ndio huwa inakuja kwanza, na hii hamu iko na nguvu sana. Lakini nashukuru Bwana kwa sababu nyuma ya hamu kuna mkono wa Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Behind your desire there is a hand of God. Ndio sababu desire of your heart itakuja tu kutimia, kwa sababu nyuma hiyo desire kuna mkono wa Bwana. Desire wewe inaangalia kwenda mbele. Desire haiangalii nyuma, na kwa sababu inaangalia kwenda mbele, mkono wa Mungu ndio unaisukuma ili ya kwamba uweze kupata desire of your heart. Bwana asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Maandiko yanasema vizuri kabisa, nawe ufurahishe kwa Bwana, naye atakupa haja za moyo wako.
Ukiwa na haja yoyote na upeleke hiyo desire kwa Mungu, Bwana atakutendea desire of your heart. Bwana atakutimizia desire of your heart. Na ile uwezo ama nguvu ambazo utakuwa nazo kwa ajili ya desire ndizo zitafanya wewe kufaulu katika kupata desire of your heart. Kwa hivyo siku hii ya leo nashukuru Mungu ya kwamba katika dunia yote hakuna mtu ambaye hana hamu. Hata mimi kama mimi nikiwa niko hapa, niko na hamu ya kwamba hii hekalu ikaweze kujaa watu. Hakuna mtu yote ambaye kushinda vita kama hakuwa na desire. Mkulima anakuwa na desire ya kwamba anapopanda vitu zake atapata soko ya kuuza zile vitu zake. Mzazi anakuwa na desire ya kwamba anapozaa mtoto, ule mtoto atasoma, ule mtoto atakuwa mkuu, ule mtoto atapata kazi, ule mtoto atasaidia familia. Kiongozi anakuwa na hamu ya kwamba anapopewa nafasi ya uongozi ataweza kuongoza watu wake vizuri, ataweza kutimiza yale ambayo anaahidi watu wake, na ataweza kufanyia watu wake mambo mazuri. Hiyo ni desire ambayo kila mtu ako nayo. Hiyo ni desire ambayo kila mtu ama kila kiongozi ambaye ako nayo. Mimi kama mhubiri, ni tamanio langu sana ninapohubiria watu waweze kuokoka, kwa sababu singelipenda mahubiri yangu siwe tu ninaongea lakini watu hawabadiliki. Hiyo ni tamanio ya moyo wangu, hiyo ni tamanio ya moyo wangu. Mungu nisaidie ili ya kwamba ninapohubiri neno lako ninazungumza watu na watu hawabadilike. Niko na tamanio, Mungu anisaidie hapa mahali paweze kujaa watu. Singependa kuhubiri kanisa ambalo liko empty, ningependa kuhubiri kanisa ambalo limejaa watu. That is the desire of my heart. Hiyo ni tamanio la moyo wangu, na kwa sababu ni tamanio la moyo wangu, lazima nitasukuma, na ninaposukuma, kwa sababu Mungu akunipa hiyo desire, ataweza kulikamilisha, ataweza kuachilia. Haijalishi ya kwamba itachukua muda gani, lakini kwa sababu it's my desire, na naenda katika njia ambazo zinampendeza Mungu, Bwana atatimiza desire hiyo katika maisha yangu. Hamu iko na nguvu sana, na hamu ndio inaendesha dunia yote. Hamu iko na nguvu sana. Kila mtu, hata wewe pale uko na hamu. Labda wewe hamu yako ni kupata uponyaji, labda wewe hamu yako ni ya kwamba kuna mgonjwa unataka pone. Hamu yako Mungu akusaidie kifedha, hamu yako Mungu akutoe katika umasikini, hamu yako Mungu akupatie watoto, hamu yako Mungu akubariki uweze kufaulu katika elimu, hamu yako ukaweza kuokoka na kumjua huyu Bwana, hamu yako ukaweza kupokea huyu Yesu kama Bwana wa Mwokozi wa maisha yako, hamu yako uweze kupokea uponyaji, hamu yako uweze kupokea ukombozi, hamu yako Mungu alete mabadiliko katika maisha yako, katika maisha ya kwenu, katika maisha ya familia yako. Kama utafocus, kama utaamua kutembea katika njia ambazo zinampendeza Bwana, utaamua kumwabudu huyu Bwana, Bwana atakutendea hamu ya moyo wako. Katika Wafalme wa Pili 1 kuanzia pale 1 hadi 15 pale tunapata habari juu ya mfalme mmoja ambaye alikuwa anaitwa Hazia. Huyo Hazia alikuwa mwana wa Ahab. Ahab alipofariki,
alikuwa mtoto wake na akaanza kutawala badala ya baba yake. Huyu mfalme alianguka akawa mgonjwa, na alipoanguka akawa mgonjwa akatuma watu waende katika miungu kutafuta unabii kama atapona kama hatapona. Haki ya huyo mfalme ilikuwa kwamba aweze kupona, na badala ya kwenda kutafuta Mungu, kuuliza katika Mungu wa kweli, yeye alichagua kwenda kuuliza katika Mungu ambaye si wa kweli. Alienda kuuliza katika mungu ya Beelzebuli, mungu wa Ekron, jambo ambalo halikumpendeza Bwana. Na alipotuma tu wajumbe, naye Mungu akatuma malaika. Huyo malaika akaenda akaeleza mtumishi wake Elija, tazama mfalme anatumana aenda apewe habari kwa miungu ya dunia, lakini enda ukutana na wale wajumbe, waambie kwamba ni kwa sababu hakuna Mungu katika Israeli, ndio sababu wewe unatumana kwa ajili ya kwenda kupata ushauri kutoka kwa miungu za dunia. Waambie hivi, huyo mfalme Ahazia hataweza kuamka katika kile kitanda ambacho amelala. Yeye desire yake ilikuwa ya kwamba aweze kupokea uponyaji, lakini kwa sababu alitumia njia ambayo si sawa, alienda kwa miungu wa dunia hii, alienda kwa miungu ambao anaabudu sanamu, alienda kwa Mungu wa mama yake. Bwana Mungu wa ukweli aliweza kutuma unabii ya kwamba hataweza kutoka katika kile kitanda, na hakika hakutoka katika kile kitanda. Hiyo habari unapoendelea kuisoma, tunapata ya kwamba wale watu ambao walikuwa wamewatuma waliporudi kwa haraka, aliwauliza mbona wamerudi haraka? Wakamwambia, tumekutana na mtu ambaye ametuambia turudi kwa sababu anatutuma, kwani hakuna Mungu katika taifa la Israeli. Na huyo mtu ametuambia kwamba hakika utakufa, hautaamka katika hicho kitanda. Mfalme alipopata hizo habari, akauliza huyo mtu alikuwa anakaa namna gani, akapata kwamba huyo mtu alikuwa anakaa kama nabii, na sababu alikuwa alijua kwamba huyo nabii alikuwa anaitwa Elia. Kwa hivyo akatumana ya kwamba Elia aje aweze kumwambia ama kurudia ile maneno ambayo alikuwa amemwambia. Kwa hivyo akatuma kikosi cha watu askari 50 pamoja na captain. Walipoenda pale wakakutana na huyo mtu wa Mungu, wakamwambia mfalme anakutaka twende. Nabii akasema, kama mimi ni mtu wa Mungu, na moto utoke mbinguni na uweze kuwatekelezea wewe pamoja na msini wako. Na moto ukatoka mbinguni na ukateketeza wale watu. Huyo mfalme pia baada akatuma kikosi kingine cha pili. Hiyo kikosi cha pili kilipoenda tena, ule mkubwa wake akasema, shuka haraka, mfalme anakuita. Mtu wa Mungu, shuka haraka, mfalme anakuita. Elia akasema, kama mimi ni mtu wa Mungu, na moto utoke mbinguni uweze kuteketea wewe pamoja na watu ambao uko nao. Moto ukatoka mbinguni ukateketea wale watu. Akatuma kikosi kingine cha tatu. Alipotuma hiki kikosi cha tatu, ule akida, ule mkubwa wa hiyo kikosi, alipoenda mbele za mtumishi wa Bwana, alipiga magoti chini, akaomba, tafadhali wacha uhai wangu uweze kuwa na dhamana kwako. Desire ya huyu akida wa kikosi cha tatu ilikuwa kwamba uhai wake uweze kuwa reserved. Hakutaka aweze kukufa na kuangamia kama wale wengine. Na kwa sababu hiyo ilikuwa desire of his heart, Mungu alituma malaika akaambia Elia, usimuogope, shuka uende. Akida watu wa kwanza hapo na ile desire, na alipoendea ule nabii wa Bwana aliweza kuteketezwa
ambao alikuwa nao. Wa pili pia naye alikuwa na kiburi, hapata na desire. Anaambia nabii wa Mungu, shuka haraka unaitwa. Na kwa sababu hata alikuwa na kiburi na alikuwa na desire yoyote, pia naye aliweza kuteketezwa. Lakini huyu wa tatu, kwa sababu alikuwa na desire, alikuwa na hamu ya kwamba maisha yake yakaweza kupata dhamana mbele za ule nabii, maisha yake yakaweza kuwa na dhamana mbele za Bwana, maisha yake yakaweza kuwa na dhamana mbele za Mungu, aliweza kupata kibali. Na kwa sababu alipata kibali, Bwana aliweza Mungu aliweza kumhifadhi. Mungu aliweza kumhifadhi uhai wake, ni kwa sababu alikuwa na hamu ya kwamba ule nabii aweze kuspea maisha yake. Siku hii ya leo, dada yangu, ndugu yangu, naomba ukaweze kupeleka hitaji lako mbele za Bwana. Ninaomba ile hamu ambayo uko nayo uipeleke mbele za Bwana. Yale mambo ambayo uko nayo ndani ya moyo wako, yale ambayo hata hujayapea mtu yoyote, yapeleke mbele za Bwana, na nakuhakikishia kwamba Mungu atakutendea, atakutana na hamu yako, na Mungu ataweza kutimizia kile kitu ambacho unataka. Bwana akutendee. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Na kuhakikishia kwamba siku hii ya leo Mungu anaweza kukutimizia haja ya moyo wako. Mungu anaweza kukutimizia haja ya moyo wako, kwa sababu yeye anaheshimu neno lake, na kwa sababu anaheshimu neno lake ataenda kukutimizia haja ya moyo wako. Zaburi 21 mstari wa kwanza hadi wa 6, Biblia inasema hivi: Ee Bwana, mfalme atazifurahia nguvu zako, na wokovu wako atamfanyia shangwe nyingi sana. Umempa haja ya moyo wake, wala hukumzuilia matakwa ya midomo yake. Maana umemsongezea baraka za heri, umemvika taji ya dhahabu safi kichwani pake. Alikuomba uhai, ukampa muda mrefu wa siku nyingi, milele na milele. Utukufu wake ni mkuu, kwa wokovu wako heshima na adama waweka juu yake. Maana umemfanya kuwa baraka za milele, wamfurahisha kwa furaha ya uso wake, kwa uso wako. Hapa mahali huyu mfalme alikuwa anatangaza akishukuru ya kwamba Bwana amemtimizia haja za moyo wake. Kwa hiyo inatuonyesha kwamba hata wewe Bwana atakutimizia haja za moyo wako. Bwana, umenipa haja ya moyo wako. Bwana, umenipa. Bwana atakupa. Bwana amekupa ile haja ambayo uko nayo, Bwana anakutimizia. Maandiko unapoyaamini, maandiko unapoyasoma, yanakuwa hai ndani yako, na unapoamini Mungu anapata kukutendea. Hamu ni ile nchi ambayo haionekani, lakini ndiyo nchi ambayo inasukuma maisha yako. Kabla ya jambo lolote kufanyika, lazima uwe na hamu. Hamu inatupatia changamoto. Hamu tunaipatia majina tofauti. Unapokuwa na njaa, unasikia njaa, hiyo njaa inakuwa ni hamu. Unapokuwa na kiu, unasikia kiu, kiu tunaita hamu. Unapohitaji pesa, ile kuhitaji pesa inakuwa ni hamu. Kwa hivyo huwezi kuondoa hamu katika maisha ya wanadamu. You cannot remove desire from human being, kwa sababu maisha ya wanadamu Mungu ameyatengeneza, na Mungu ndiye aliweka hiyo hamu katika maisha ya wanadamu. Mungu alipoumba mwanadamu aliweka hiyo hamu ili kwamba mwanadamu aweze kumwabudu Mungu, mwanadamu aweze kumwabudu Mungu.
aweze kumtumikia huyu Mungu. Ukitoa hamu katika mwanadamu, hata mara nyingi mtu akiwa mgonjwa, anapopoteza hamu ya kukula, watu wanaona kwamba kama huyu sasa maisha yake yanaendelea kuisha, kwa sababu kama hautakuwa na njaa na hauna hamu, hautaweza kula na hautaweza kuendelea. Kwa hivyo hamu ni kitu muhimu sana katika maisha yako, na hamu ikitolewa katika maisha yako, nao pia unapata kuondolewa. Siku hii ya leo ni ombi langu, Bwana atende jambo katika maisha yako. Mimi natamani kuona hamu, natamani kuona mambo makuu katika hii huduma. Natamani kutembea na huyu Mungu. Natamani kuona nguvu hizi za Mungu. Natamani kuona Mungu akitenda mambo makuu. Natamani kuona nguvu akiponya wagonjwa. Natamani kuona nikiombea watu wanapokea uponyaji. Natamani nikiombea watu wanapata miujiza. Natamani nikiombea watu wanabarikiwa. Natamani nikiombea watu wanainuliwa. Hiyo ndio hamu ambayo niko nayo katika maisha yangu. Je, hamu yangu ni gani? Ndugu yangu, dada yangu, hamu yangu ni gani? Hamu yangu ni gani? Nini kile ambacho unataka Bwana akufanyie? Nini kile ambacho unataka Bwana akufanyie? Tunaposoma maandiko inatueleza kwamba kuna nguvu mbili ambazo zinapingana na mwanadamu: hamu ya kutaka kufanya mambo mazuri na hamu ya kutaka kufanya mambo mabaya. The force is aiming, na hii nguvu zote zinamtazamia huyu mwanadamu. Hizo nguvu zote zinamlenga huyu mwanadamu. Moyo mwingine unataka kufanya mambo mazuri, moyo mwingine unataka kufanya mambo ambayo haipendezi. Mungu alipokuumba wewe, alikuumba ili ya kwamba uweze kufanya mambo mazuri. Alikuumba wewe na hamu ya kufanya mambo mazuri, lakini shetani akaingia hapo katikati. Na kwa sababu shetani anaingia hapo katikati, anasababisha unafanya mambo ambayo hayampendezi Mungu. Shetani anasababisha unatenda dhambi na wewe hayampendezi Mungu. Ni kwa sababu shetani aliingia pale katikati. Na unapojaribu kung'ang'ana kufanya mazuri na kufanya mabaya, unajipata ya kwamba umepata kufanya maovu. Kuna nguvu ambazo ziko ndani yako, na hizi nguvu zinapigana, nguvu za kutaka kufanya mazuri na nguvu za kutaka kufanya maovu. Katika Samueli wa pili ule 11 kuanzia mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 4, Biblia inasema hivi: kulikuwa na wakati wa vita. Samueli wa pili 11 mstari wa kwanza hadi ule wa 4. Wakati wafalme walikuwa wanaenda katika vita, na wakati huu Daudi ilikuwa inampasa aweze kwenda katika vita, lakini Daudi hakuenda katika vita wakati huo. Akatuma jemadari wake Yoabu aende katika vita. Na Yoabu alipoenda vita, Daudi wakati wa jioni, wakati alipokuwa akitembea juu ya dari, akaona kwamba kuna mwanamke ambaye alikuwa anaoga. Na alipoona yule mwanamke, akatamani yule mwanamke, akawa na hamu kwa ajili ya yule mwanamke ambaye alikuwa anaoga. Yeye baada ya hapo Daudi alikuwa anataka aende, hapo ameenda, kwa sababu wakati huo ilikuwa inabidi wafalme waende vitani. Wafalme walikuwa wanaenda vitani, hawakuwa wanatuma tu wanajeshi wao peke yao. Wakati huu Daudi hakuenda vitani, akawa amebaki nyumbani, na alipoamka akawa anaangalia, akaona mwanamke, na kwa sababu alipata hamu, alipoona yule mwanamke akatumana ule mwanamke akuje na akafanya naye dhambi. Alifanya dhambi kwa sababu alikuwa na tamanio ambayo ilikuwa negative, tamanio ambayo ni mbaya, tamanio ambayo ilikuwa mpendezi Mungu. Ombi langu, ndugu yangu, dada yangu, uwe na tamanio ambalo litampendeza Bwana. Uwe na tamanio ambalo litampendeza Bwana. Uchunguze njia zako, uchunguze maisha yako, ili ya kwamba hata kama utakuwa na hamu, uwe na hamu ambayo italetea Mungu utukufu. Na kwa sababu ya Daudi kufanya haya makosa, iliweza kugharimu maisha yake, iliweza kugharimu vitu vizuri katika maisha yake, iliweza kuleta shida katika maisha yake, kwa sababu kama utafanya dhambi, you will have to pay for it.
Huwezi fanya makosa na uweze kukimbia au usipate nidhamu kwa ajili ya makosa ambayo umefanya. Yesu alipokuwa akijiandaa kwa ajili ya kuweza kusulubishwa, aliweza kuambia Petero, Shetani ametaka aweze kukunyaka, lakini nimekuombea ili ya kwamba uweze kuwa mshindi. Luka 22:31-32. Biblia inasema hivi: akasema, Simoni, tazama Shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isisindike, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Shetani naye pia ako na bidii kwa ajili ya kutaka kututeka. Shetani ako na bidii kwa ajili ya kutaka kwamba sisi tufanye mapenzi yake. Shetani ako na bidii kwa ajili ya kutaka kwamba tuwe upande wa kwake. Lakini hapa hivi Yesu alipoona kwamba Shetani amejiandaa, Shetani anataka kumchukua huyu Simioni, aliweza kumwambia Simioni, nimekuombea kwa sababu Shetani anataka aweze kukupepeta. Shetani anataka kupepete kama ngano. Shetani anataka kupeleka huku na kule kama ngano. Lakini Yesu akasema, nishawaombea ili ya kwamba imani yenu isije ikatingizika, na mtakapokuwa na imani ambayo iko imara, nanyi pia imarisheni ndugu zenu. Kwa hiyo Yesu anaweza kuomba ili nguvu za Shetani ziweze kushindwa, na akaweza kuleta nguvu za Mungu katika maisha ya Petero. Siku hii ya leo ninakuombea sana zile nguvu za Mungu, ile njama ambayo ibilisi amepanga katika maisha yako, katika jina la Yesu ikaweza kusimamishwa. Na kuombea Yesu aweze kusimamisha ile mipango ya Shetani, jinsi alivyomwombea Petero. Siku hii ya leo amekaa kule mbinguni na anatuombea, na kwa sababu anatuombea siku hii ya leo, katika jina la Yesu nasema ya kwamba akaweza kusimamisha nguvu zote za Shetani katika maisha yako, aweze kukushikilia ili ya kwamba Shetani asipate nafasi kwa ajili ya kukupeta huku na kule. Yesu akasema, Petero, Shetani ametaka akupepete huku na kule. Shetani ametaka akuchukue. Shetani ametaka akuangamize, lakini nimekuombea ili ya kwamba utakapoimarika na wewe pia uimarishe ndugu zako. Bwana asifiwe. Tamanio ni kitu kizuri sana katika maisha ya mwanadamu, na unapokuwa na tamanio ni kitu kizuri, na lazima ufurahie sababu uko na tamanio, kwa sababu maisha yako haiwezi endelea pasipokuwa na tamanio. Ndiposa Paulo akiandikia Timotheo alisema ya kwamba ni neno la kuaminika, mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Mtu akitamani, Timotheo wa kwanza 3:1, mtu akitamani kazi ya uchungaji anatamani kazi nzuri. Mtu akitamani wokovu anatamani kitu kizuri, sababu wewe uko na moyo na hamu ya wokovu, uko na moyo na hamu ya kukutana na huyu Mungu, unatamani kitu kizuri. Kwa hiyo tamanio ni kitu kizuri, na lazima uweze kuwa na tamanio. Hivyo tamanio yako Yesu ama Mungu ataweza kuisukuma na mkono wake, na utaweza kupata kile ambacho unahitaji katika maisha yako. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe kabisa. Bwana asifiwe. Nawe utajifurahisha kwa Bwana, naye atakupa haja ya moyo wako. Bwana atakupa haja ya moyo wako, dada yangu. Bwana atakupa haja ya moyo wako. Kuna kijana ambaye aliendea mzee. Huyu mzee
alikuwa mzee ambaye anaheshimika sana katika society. Na huyo kijana alipoendea yule mzee, alimuuliza, na wewe utafanya nini ili nikamjue Mungu zaidi? Naweza nikafanya nini ili nikamjue Mungu zaidi? Yule mzee aliweza kuchukua yule kijana, wakaanza kutembea na yeye. Walipokuwa kutembea na yeye, walikuwa wanatembea wakielekea mahali ambapo kulikuwa na kidimbwi cha maji. Huyu kijana alikuwa na hamu sana ya kujua ni nini kila ambacho anaweza kufanya. Anaweza kufanya nini ili akampendeza Mungu? Anaweza kufanya vipi ili akakutana na nguvu za Mungu? Ule mzee alipomfikisha katika kidimbwi cha maji, akashika ule kijana shingo, akamuingiza katika maji. Mara ya kwanza kijana akajaribu polepole kujinasua, mara ya pili akajaribu kujinasua, kwa sababu akiwa pale alikuwa anapata challenge kwa ajili ya kupumua. Alipowekwa pale katika kidimbwi cha maji, mimi si mzuri wa kuogelea, nimewahi kuogelea lakini si expert wa kuogelea. Wale expert wanaweza ona kwamba wanaenda chini sana ya maji wanaogelea na hawana shida, lakini wengi hata dakika moja ilimaliza katika maji ataweza kukufa na ataweza kukufa na saulike. Mara ya tatu kijana alipoona kwamba maisha yake katika hali ya hatari, akaweka bidii sana kwa ajili ya kujinasuru kwa ule mzee, kwa sababu alikuwa amekosa pumzi, na alikuwa anaona kwamba kwa sababu alikosa pumzi huenda akafa. Ule mzee alipoona kwamba yule kijana hapa hatarini ameshindwa kupumua, akamuinua. Alipoinua ule kijana akapumua. Ule kijana alipopumua akaanza kuongea tena. Ule kijana alipotolewa katika ile maji alidaka pumzi kama kitu cha dhamani sana ambacho alikuwa anahitaji katika maisha yake. Kwa sababu gani? Alikuwa ameweka katika maeneo ambayo alikuwa amefinya sana, mpaka akawa hana hata uwezo, akawa anaona maisha yake yako hatarini, akawa anaona kwamba anaweza akafa kwa sababu ya kukosa kupumua. Lakini tu alipopata nafasi akapumua na uhai wake ukamrudia. Baada ya kupumua na kuongea, huyo mzee akamwambia, jinsi umekuwa na hamu na hewa sahihi na jinsi ulipotoka katika yale maji ukawa desperately kwa ajili ya hewa, hivyo kama utakuwa desperately kwa kumjua Mungu, kama utakuwa na desire hiyo kwa kumjua Mungu, hakika utamjua Mungu. Kwa hivyo lazima uwe desperately so that your desire may be achieved. Desire yako tu utaipata kama utakuwa desperately kwa ajili ya kufuatilia hiyo desire of your heart. Sisi wanaume mara nyingi sana, wanaume wengi sana wanapotaka kuoa, mara nyingi they are always desperately kwa ajili ya kupata yule msichana ambaye anataka kumuoa. Mara nyingi hata wanajitoa kufanya jambo lolote kwa sababu their desire is to get that woman. Saa zingine huwa anafaulu, saa zingine huwa hawafaulu. Bwana asifiwe. Huyu kijana aliwekwa katika maji na kawa desperately kwa ajili ya kuweza kufanya nini? Kupata hewa. Alipotoka tu na akapumua, akaona ya kwamba uhai wake umevutia. Katika Zaburi 44, Zaburi 42, mstari wa kwanza na wa pili, inasema hivi: kama aya
aioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu itakuonea shauku, Mungu. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lini mtakapokuja muonekane mbele za Mungu? Jinsi wanyama wa msituni wanapotembea muda mrefu wakitafuta maji, wanapokuwa na tamanio la maji, wanapokuwa na kiu ya maji, wanapokuwa na shauku kwa ajili ya kunywa maji, hivyo hivyo ndio inatupasa sisi kuwa na tamanio hilo katika nafsi mwetu, na kuweza kumjua Mungu, na kuweza kumfuata huyu Mungu, na kuweza kumwabudu huyu Mungu, na kuweza kujua Mungu zaidi na zaidi. Kwa sababu ukijua Mungu zaidi na zaidi, ndipo hata mahitaji yako ama ile hamu ambayo unayo utakapoipeleka kwa Mungu, Mungu atasikia na Mungu atakujibu. Kama ayala shauku mito ya maji, ndivyo hivyo nafsi yangu ya kuonea shauku. Ndugu zangu, dada zangu, kama nafsi yako inaonea shauku, Mungu anaweza kutendea mambo makuu katika maisha yako, kwa sababu Mungu ambaye anakupenda, Mungu ambaye anakujali, na Mungu ambaye ako tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anakutendea mambo mazuri. Ni ombi langu umjue huyo Mungu. Ni ombi langu dada yangu, ndugu yangu, umjue huyo Mungu, na umjue hata na uwezo wake wa kufufuka. Is my prayer, is my desire, wewe uweze kujua huyu Mungu, kwa sababu ni jambo nzuri sana unapojua huyu Mungu. Ni ombi langu uweze kujua huyu Mungu, umjue huyu Mungu na uwezo wake wa kufufuka. Ujue huyu Mungu na kushiriki katika mateso yake. Ujue huyu Mungu hata na kushikanishwa na kufa na kufufuka kwake. Ni ombi langu dada yangu, ndugu yangu, umjue huyu Mungu, kwa sababu ukimjua huyu Mungu, utakapopeleka your desire, Mungu atakutendea. Utakapopeleka hizi desire mbele za Mungu, Mungu atakutendea. Je, ndugu yangu, dada yangu, desire ya moyo wako ni nini? Desire, hamu ya moyo wako ni nini? Je, hamu ya moyo wako ni nini? Na unapokuwa na hii hamu, unaruhusu Mungu kucontrol hamu yako. And you allow God to control this desire of your heart. Hamu ya moyo wako ni nini? Ndugu yangu, dada yangu, hamu ya moyo wako ni nini? Maandiko yametuambia vizuri ya kwamba atatupa haja za mioyo zetu. Hii hamu yako ni gani hii ambayo unataka Mungu akupe? Je, unaweza ukapataje hii hamu yako? Labda kuna kitu ambacho ulikuwa ukitaka, unaweza ukapata namna gani? Je, hamu yako ya moyo ni nini? Jua hii hamu ya moyo wako ndio mbegu, na ikiwa mbegu ndio inakupeleka to your destiny. Na kwa sababu ni mbegu yako, lazima uweze kuiprotect. Uprotect desire of your heart, ili ya kwamba uweze kuletea Mungu utukufu. Na passion ambayo uko nayo kwa ajili ya kuona kwamba desire of your heart is met, uweze kukusukuma mpaka juu ya mlima, uweze kukusukuma mpaka uweze kufaulu, uweze kukusukuma mpaka uweze kufaulu, kwa sababu Mungu
Mungu si mwanadamu aseme uongo, wala si mtu ajute. Iwapo amesema, iwapo amenena, lazima atatenda. God is not a man that should lie. Kama amesema, lazima atatenda. Mungu si mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Iwapo amesema, hatalitenda. Iwapo amenena, hataweza kulifanikisha. Hiyo inakutia moyo kwamba the desire of your heart, God is going to give you now. Hapo moyo wako, wewe ambao unaniona, wewe ambao unanisikia, Mungu anaenda kukupatia, kwa sababu Mungu si mwanadamu adanganye. Mungu si mwanadamu tu, kama amesema lazima atatenda. Je, naweza nikapata vipi desire of my heart? Number one, by doing your best as unto the Lord. Ukifanya vizuri kama unamfanyia Bwana, ndipo desire yako itaweza kutimia. Fanya kazi kwa bidii, uwe dedicated, kwa sababu hizo ndio funguo za kufaulu. Chochote kila ambacho unafanya, kifanye kwa bidii, kifanye na moyo wote, naye Bwana ataweza kukutimizia hitaji la moyo wako. Colossians 3 verse 23, Biblia inasema hivi: lolote mfanyalo, mfanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu. You have a desire, but instead of working hard, badala ya kufanya bidii, badala ya kujua kwamba the desire, you must push it so that even if you overtake it, then the desire start pushing you. Unafanya kazi tu lazy. Biblia inatuambia vizuri, lolote fanyalo, lifanye kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu. Do everything right. Do everything perfect. See yourself doing everything perfect. Then you get the desire of your heart. Fanya kila kitu sawa. John unafanya kila kitu sawa. John unafanya kila kitu kwa bidii. Ndipo utapata desire of your heart. Sababu unaweza kuwa labda umekuwa na desire of your heart, na umeongojea sana, hauoni kitimizwa, hauoni kikamilika, na unajiuliza kwa nini? Bora niko na hamu lakini sioni kitimia. Ni kwa sababu haufanyi kwa bidii. You are not pursuing your desire with hard working. You are not pursuing desire ukiwa dedicated. Kifunguo kwa ajili ya kufaulu ni lazima uwe hard working, uwe mtu wa kujitolea, ndipo desire of your heart itapata kutimia. Uangalie mbele ili ya kwamba uweze kupata desire of your heart. How can I get desire of my heart? Naweza nikapata vipi ile desire ya moyo wangu? Unaweza ukapata ukingojea wakati wa Bwana. God time is that perfect one. Mimi nilikuwa na desires kwa ajili ya kuwa na kanisa kama hili. I had to wait for God perfect time. Tamanio lako pia lazima ungojee wakati wa Bwana unaokubalika. Wakati wa Bwana unaokubalika, ndipo desire of your heart itaweza tu kukamilika. Ecclesiastes 3:11, Biblia inasema hivi: kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake, tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao, ili kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuifungua kazi ya Mungu anayoifanya tangu mwanzo hata mwisho. Maandiko yanasema kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Desire of your heart itakusaidia tu kama itaweza kukamilika the right time.
desire of your heart itakuja mapema, haitaweza kukusaidia. Kama desire of your heart itachelewa, haitaweza kukusaidia. Lakini desire of your heart ikija the right time, itaweza kukusaidia. Isaya 60 mstari wa 22 inasema hivi: mdogo atakuwa elfu na mnyonge atakuwa taifa hodari. Mimi Bwana nitayahimiza hayo wakati wake. Bwana ataimiza ile desire at God's own perfect time. God appointed time is when the desire of your heart will have to get it. Usiwe na haraka ya kutaka kutimiziwa desire of your heart. Uamini tu Mungu, naye kwa wakati wake, kwa wakati unaofaa atakutimizia desire of your heart. Je, unawezaje kupata desire of your heart? Point number 3. Do not limit God. Usimwekee Mungu mipaka, ili ya kwamba Mungu akutimizie desire of your heart. Usimwekee mipaka. Umruhusu Mungu awe Bwana katika sehemu ya maisha yako. Yesu alipokuwa akihubiri katika mji pale mahali alipozaliwa, Biblia inasema vizuri sana, hakuweza kufanya miujiza mingi sana katika hiyo sehemu yao ya ibada. Mathayo 13:58. Maandiko yanasema hivi: wala hakufanya miujiza mingi huko kwa sababu kutokuamini kwao. Watu wa familia yao hawakuamini kwamba huyu Yesu anaweza kufanya miujiza. Kwa hiyo hawakufanya miujiza mingi. Walilimit Jesus kufanya miujiza katika sehemu ya kwao. Usiruhusu nguvu za shetani, nguvu za kudao zikakulimit Mungu akose nafasi kwa kufanya miujiza katika maisha yako. Don't limit God. Don't limit God. Usilimit Mungu. Fungua maisha yako, jiachilie kwa Mungu ili ya kwamba Mungu afanye kile ambacho anataka. Kwa sababu anasema hivi katika Ephesians 3:20, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Zile nguvu ambazo ziko ndani yako ndizo zitakusaidia kutimiza desire of your heart. Because desire, hiyo desire ya moyo wako iko ndani yako. Mimi hata ukiniambia desire of your heart, ukiniambia hamu ya moyo wako, niko nje. Hata nikupe nini, nikusaidie vipi? Kama wewe mwenyewe hautasukuma hiyo desire of your heart kutoka ndani ya moyo wako, hautaweza kufaulu, hautaweza kupata. Because zile nguvu ambazo uko nazo ndani yako, nguvu ambazo uko nazo, nguvu ambazo utatumia kusukuma desire of your heart, ndizo zitakusaidia tu kupata kile kitu ambacho unataka. Ndugu yangu, dada yangu, jinsi Mungu alivyokumba, aliweka kitu ndani ya maisha yako, aliweka desire ndani ya maisha yako, na yeye hapo nyuma ile desire kusukuma ili ya kwamba iweze kukamilika. Siku hii ya leo, ruhusu huyo Mungu afanye kazi katika maisha yako. Ruhusu huyu Mungu afanye kazi katika maisha yako. Ruhusu huyu Mungu afanye kazi katika maisha yako, kwa sababu akifanya kazi katika maisha yako, ndipo desire of your heart itaweza kukamilika. Fungue moyo wako, ukiruhusu Mungu atende kazi. Mungu atende kazi kwa wakati wake. Mungu atende kazi kwa wakati unaokubalika. Wewe tu uweze kukaa vizuri, na utakapokaa vizuri, Mungu ataweza kutendea, kutimizia desire of your heart. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Je, hamu ya moyo wako ni nini? Je, hamu ya moyo wangu
ni nini. Mungu nisaidie, Mungu nisaidie, ili ya kwamba nijue hamu ya moyo wangu. Mungu nisaidie na unitimizie hamu ya moyo wangu, kwa sababu ni wewe tu ambaye unaweza ukatimizia hamu ya moyo wangu. Je, hamu ya moyo wako ni nini? Zaburi 145 ule mstari wa 15 hadi 16. Hapo ndio itakuwa kifungu chetu cha mwisho. Macho ya watu wote yakuelekea wewe, nawe huwapa chakula chao wakati wako. Fungua mkono wako, wakishibisha kila kilicho hai matakwa yake. Bwana ni mwema, haki katika njia zake zote, na mwenye fadhili juu ya kazi zake zote. Bwana yu karibu na wote wamwitao kwa uaminifu. Atawafanyia wamchao matakwa yao, naye atakisikia kilio chao na kuwaokoa. Wahifadhi wote wampendao, na wote wasio haki atawaangamiza. Bwana atawafanyia wamchao matakwa yao. Bwana atakufanyia matakwa yako, kwa sababu siku hii ya leo umekuja kumcha, na kwa sababu umekuja kumcha, Bwana atakufanyia matakwa yako. Ndugu yangu, dada yangu, Bwana wacha kufanyie matakwa yako. Bwana akutimizie desire of your heart. It's my cry. Bwana akutimizie hitaji la moyo wako. Ningependa kuona maushuhuda mahali hapa juu ya watu ambao Bwana amewatimizia mahitaji yao. Bwana akutimizie hitaji lako. Bwana tu ndiye anayejua hitaji lako. Bwana ndiye anajua tu hitaji lako. Labda hata hujui kuomba, hata hujui kukabidhi mbele za Bwana, lakini tu amini neno lake ya kwamba Bwana ndiye anayetimizia watu wake mahitaji, matakwa yako. Ile shida ambayo uko nayo, Bwana tu ataweza kukutimizia. Zile challenge ambazo uko nazo, ni Bwana tu ataweza kukutoa katika hizo challenges. Lile tatizo ambalo uko nalo, ni Bwana tu ambaye anaweza kukutoa katika hizo tatizo, kwa sababu Bwana ndiye watimizia wamchao matakwa yao. Siku hii ya leo, paje ujumbe ukapata nafasi katika maisha yako. Mungu, katika jina la Yesu, fanya hilo neno liwe uhai katika maisha haya wapendwa. Unapolituma Bwana, isije zikakurudia jinsi zilivyotoka, bali ikaweza kukurudia na matokeo. Bwana lifuatilie na ulitimize, kwa sababu Bwana hawa ni kazi ya mikono zako. Bwana wewe Mungu atunaomba, Bwana hawa ni kazi ya mikono zako. Jehova nakushukuru Bwana. Kila mtu aendeleza Bwana, ambie Bwana hitaji lake, ambie Bwana shida zake, ambie Bwana matatizo yake, kwa sababu naona Bwana akifanya jambo, naona Bwana akikutimizia hitaji lako, naona Bwana akikupigania, naona Bwana akikutetea, naona Bwana akitenda jambo jipya, naona Bwana akiwa pamoja na wewe. Kila mmoja aendeleza Bwana akamwitia, akaombe Bwana, ambie Bwana hitaji lako, ambie Bwana shida yako, ambie Bwana yale ambayo unapitia, kwa sababu yeye tu ataweza kukutimizia hitaji lako. Haleluya. Haleluya. Haleluya Jehova. Haleluya Jehova. Haleluya Mfalme wa wafalme. Bwana watimizie mahitaji yao. Bwana watimizie mahitaji yao. Katika jina la Yesu, Bwana watimizie mahitaji yao. Baba watimizie mahitaji yao.
Bwana watimizie mahitaji yao. Fuatilia neno lako Jehova katika maisha hao wapendwa Bwana. Bwana katika maisha hao wapendwa Bwana. Bwana watimizie mahitaji yao. Bwana watimizie haja za mioyo zao. Bwana watimizie haja za mioyo zao. Jehova Jireh, fuatilia neno lako katika maisha hao wapendwa. Jehova Jireh, Bwana tazama wasitoke jinsi walivyokuja mahali hapa, bali Bwana wakatoke kama Bwana wamebadilishwa, wakatoke kama Bwana wamewagusa, wakatoke Bwana wamekutana na hali na mahitaji yao. Bwana wakatoke kama Bwana Jehova Jireh umewatimizia mahitaji yao. Wamekuja kukutana na wewe, wamekuja kutafuta uso wako, na wewe Mungu kila mahali. Bwana unawajua vyema, Bwana unawajua vyema, Bwana unawajua vyema, Bwana unawajua vyema, Bwana unawajua vyema. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Labda kama mtu anahitaji angependa tuweze kuomba na yeye. Unasikia nguvu za Mungu mahali hapa. Kwa hitaji shamba unataka tuombe pamoja na wewe. Naamini ya kwamba huyu Mungu si mwanadamu asema uongo. Kama amesema atatenda. Kama amesema ametenda, si mwanadamu akajute. Kama amesema atatenda, kuna hitaji, njoo hapa tuombe pamoja na wewe. Njoo hapa tuombe pamoja na wewe, kwa sababu Mungu anasikia na Mungu anatenda. Jehova Jireh, Baba mtakatifu wa matakatifu, wewe ni Baba, wewe ni Mungu. Baba, katika jina la Yesu, mtakatifu wa matakatifu, uindane na mbele zako. Naomba Bwana siku hii Jehova Jireh, haya maombi yakapata kibali mbele zako. Bwana akapata kibali mbele zako. Kwa ajili ya huyu Jehova, wewe ndio unajua Bwana anayopitia, na wewe ndio unasuluhisha Baba. Bwana kutana na haja na tamanio la moyo wake sawa sawa na neno lako Bwana. Usimwache Bwana peke yake. Bwana mpiganie, mtetee Bwana, mtetee Bwana. Katika jina la Yesu Bwana mtetee. Anasimama na yeye Jehova. Yesu fanya jambo katika maisha yake. Akapokea katika jina la Yesu. Jehova Jireh Bwana. Bwana usimwache Bwana. Bwana mpiganie Bwana. Bwana mpiganie Bwana. Bwana uonekanie Jehova. Kwa sababu pia jinsi ya kuomba. Bwana unajua hali na tamanio lake. Bwana mtendee. Bwana mtendee. Bwana mtendee. Bwana mtendee. Bwana mtendee. Jehova Jireh, nakushukuru kwa ajili ya huyu dada. Baba mfalme wa wafalme, Bwana nafunika na damu yako. Bwana Jehova bila akili ya wewe Bwana. Amekuja kutafuta uso wako. Mtakatifu wa watakatifu Bwana. Bwana mtendee haja na tamanio moyo wake. Wewe ndio unayejua Bwana kile anachohitaji. Bwana mtana naye, Bwana mtendee muujiza. Bwana mtendee muujiza. Bwana mtendee, 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 mtendee haja ya moyo wake. Mtendee haja ya moyo wake. Mtendee haja ya moyo wake. Katika jina la Yesu mtendee. Katika jina la Yesu mtendee. Katika jina la Yesu mtendee. Apokee katika jina la Yesu. Pokea sasa katika jina la Yesu. Pokea sasa katika jina la Yesu. Receive the desire of your heart that they will keep Jesus. Yesu tenda muujiza. Huyu amejifungua. Huyu atenda muujiza katika maisha yake. Bwana tenda muujiza. Bwana tenda muujiza. Kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako. Jehova Jireh Baba, namshukuru kwa ajili ya huyu mzee. Namfunika na damu yako Bwana. Bwana unajua mahitaji ya moyo wake. Unajua desire Bwana mtendee. Bwana mtendee. King Jesus, huyu ako tayari. Na kwa sababu uko tayari, Baba usipite. Bali Bwana kutana naye. Kutana na hitaji lako kumtimizie. Akasema na ushuhuda ya kwamba Baba alipokutumainia, Bwana ulisikia na ulitenda. Kwa sababu wewe ni Mungu.
Wewe ni Jehova, hakuna Mungu kama wewe. Asante Baba, asante Jehova. Uinue Bwana na umzike na damu yako. Na bariki familia ya kwao, na bariki familia yake, na bariki kila kitu katika maisha yake. Mtendee Baba katika jina la Yesu. Mtendee Baba katika jina la Yesu. Mtendee Baba katika jina la Yesu. Baba, naomba kwa ajili wengine ambao hawakuweza kujitokeza, Jehova Jireh, watendee. Nikimkumbuka Sharon, Bwana mtendee, mtimizie hitaji la moyo wake. Bwana mtendee hitaji la moyo wake. Mtendee hitaji la moyo wake. Baba Jehova Jireh, wote walio mahali hapa watendee mahitaji ya moyo zao kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako. Wacha hii ujumbe Baba ukapate kibali machoni pako. Baba, naomba ukapate kibali, na ukawatendee katika jina la Yesu. Naomba na kuamini. Amen. Amen. Fikie Bwana makofi. Basi kwa majina yangu naitwa Mjilisti Ringa, na nashukuru kwa sababu ya kanisa hili, ambapo kanisa hili hii ministry ni ministry ambayo Mungu alileta mahali hapa ili tukapate kuhudumia mioyo zetu. Na kanisa hili liko mahali hapa Sisal. Ukifika Sisal, hizi nyumba za kambi chini yake, hizi nyumba za kambi hapa chini yake ndio utapata hili kanisa. Basi bandu bamzedu na mrohuwa kwa pundu wa Bwana ukaso mbose damkaribisha katika kanisa hizi za JM Ministry, na jeko aha kavika sokoni ya Caltex, eko reli yenda Nairobi, opposite aho jeko aha opposite kanjana ndeni ni kanjana karubukana ndeni kujikansa jiko na jeko kazigana reko kambira Sisal rija babonyi kazi bikayaga. Basi kanisa ijeko chini kabisa. So wakati kwa vika Caltex, kavika Caltex kungi asokoni kuzigana opposite, basi kubona kanisa ao na kubona ijengo iba sana bongo, ambapo jiposoro kabisa kanisa jiponye na hata kacha ao kuacha tuko cha kumwabudu Mungu na kubona kibarikiwa na kubona hatukumla zikijengeka agadi ya maisha yako. Ni kanisa jabi mwabudu Mungu katika rona lori na izi kuacha kwa lemo kabisa, kwa babona kwa Mungu kuna kuabudu Mungu. Basi nakukaribisha sana. Na ibada zetu zinazoea kuanzia Saidadu. Kuzoea Saidadu ni ibada zetu zoyaga, na kuzoea Saidadu au siku dangia mpaka 4:30, na kuzoea 4:30 au ni ibada zetu zoyaga, na wakati dazuzi ibada zetu basi daendaga mpaka saa mfungade kamili. Kwa hiyo namkaribisha bandu bamzedu, bandu ba David tuleta bose, namkaribisha mche byabudu bose, na wakati mchaga byabudu bose na bikabudu bose, basi lazima mbarikiwa, na lazima mbarikiwa maana Adamu amwabudu Yesu. Bandu bimanye Mungu, na bandu mpate kubarikiwa. Chapcheni sana na Mungu umrasimi. Chapcheni sana. Kwa majina naitwa Angelina Akinyi, mimi ni mshiriki wa Jesus Triumphant Ministry, na kanisa yetu imeloketiwa, kuna hizi nyumba za Sisal. So hapo Sisal alafu unashuka hivi na reli, kuna reli hapo. So ukivuka hivyo utaona jengo kubwa hapo hivyo. Kanisa yetu imeloketiwa hapo. Kama labda una gari lako ukitaka kuingia, labda uje na highway, kijana highway utapita bridge ya Mchina. Katika hiyo kuna njia hapo ambayo utapitia hapo katikati kwenye miti kiasi, lakini si nyingi sana. Alafu unavuka hivyo unaingia kanisani. Yangu ni hayo tu. Kwa majina ni Ana Magova Ndao, na mimi ni mshiriki wa kanisa ya Triumphant Ministry. Natokea hapa nyumba za Sisal Kariakoo, na kanisa yetu ni kanisa nzuri tu. Tunafunzwa neno la Mungu vizuri, na hiyo kanisa ni kanisa kubwa,
imejengwa, liko chini ya nyumba za Sisal. Ukivuka reli hapo chini utapata tu kanisa, hiyo ni kubwa tu. Na pia ukitaji pia maombi, pastor wetu yuko, atakusaidia tu kwa maombi. Na opposite, ukiwa uko na gari yako ama pikipiki, unaweza tumia highway kija na Caltex, tatu chini ya barabara ya Mchina, utapata kanisa iko hapo na unakaribishwa. Mwenye uko na hoja yako, hoja za mioyo yetu, utakuja na Mungu atakusaidia. So karibu sana na ubarikiwe. Kwangu ni hayo tu.